Nimesimama kwa heshima na taadhima mbele yenu wanagangilonga kuwaomba mnichague kuwa mbunge wenu, mbunge wa jimbo la Iringa mjini tarehe 29 Oktoba hii. Kwa hiyo ninaomba msifanye makosa. Nimesimama hapa kwa sababu ninaona ni heshima kubwa kuwaambieni kwamba niko na utayari, pamoja na kwamba chama kimeniteua, lakini mimi mwenyewe niko tayari kimwili, kiroho na kiakili. Nitaongea taratibu kwa sababu naongea na watu makini sana wa Gangilonga. Semeni makini sana. CCM oye! Kwanza mimi Ngajilo ni ndugu yenu wana Gangilonga. Mmenilea pia. Nitawakumbusha. Kwa wale wasiofahamu, mimi darasa la kwanza nilianzia shule ya msingi Mapinduzi mwaka 88. Nimesoma mwaka 1988 na 1989, miaka miwili, na wakina Shabani Rushino hawa nimesoma nao wale. Tulisoma wote pale. Lakini mwaka 90 wazazi wakaona nakaa mbali, natoka Mshindo kule kwa Ngwada mpaka huku, wakasema wewe bado mdogo, kwa hiyo soma shule ya jirani. Wakanihamishia Chemchem pale. Wakati ule shule ile ilikuwa pale kanisa la Mshindo Konsolata, kwa hiyo nikahamishiwa pale. Kwa hiyo mimi ni mtoto wenu, sawa jamani? CCM oye! Lakini hiyo haitoshi. Niseme nisiseme? Mimi pia nimesoma elimu ya sekondari hapa. Mimi niliteuliwa. Wakati wetu kwenda sema umechaguliwa, nenda kasome Lugalo. Kwa hiyo na mimi nilisoma Lugalo miaka 4. Kwa hiyo mimi mtoto wenu tena, au sio bwana? Si mlinilea? Si umemsikia Likotiko hapa anaongelea kuiboresha ile shule? Manake nyie ndio mlinilea, au sio? Kwa hiyo mimi mtoto wenu. Ninaomba kula nyingi sana kwa kishindo kwa Ngajilo ili nianze kazi mara moja, au sio? Na tutashirikiana vizuri. Nitampa ushirikiano wa 100% kuhakikisha kwamba tunakamilisha yale yote aliyoyasema, ya urasimishaji wa makazi, mambo ya elimu, ujenzi wa majengo na nini, yote ameongea, ninayaunga mkono na tutayashughulikia kwa pamoja. Amezungumzia kuhusu, katoa ushauri kuhusu Ngajilo Foundation. Nilikuwa namsikiliza na mimi nimelipokea. Na nikuhakikishie, ile taasisi iliposajiliwa, ilisajiliwa kama Ngajilo Foundation for Development and Democracy. Kwa hiyo sio ya michezo. Watu wengi wanasema ni ya michezo kwa sababu inashughulika sana na michezo. Sasa tulikuwa tunasubiri Ngajilo awe mbunge. CCM oye! Hapo vipi? Mmeona sasa nimeifungua siri. Nilijiandaa mapema. Wanasema wazungu, if you want to get change, if you need change, you must be a change yourself. You must be a change. We mwenyewe uwe mabadiliko kwanza. Ukitaka mabadiliko lazima we mwenyewe ubadilike. Uwe mabadiliko. Au sio Mwalimu Gina? Na kuona pale mwana saikolojia. CCM oye! Lakini amekuwa kiunganishi baina ya chama na wananchi, baina ya wananchi na chama. Sasa iweje leo kiongozi wetu huyu akakosa kula za ndio? Haiwezekani hata kidogo. Wana Gangilonga oye! Naomba nijitambulishe. Naitwa Likotiko Kenyatta, diwani ambaye tayari nimeshaongoza miaka 5. Kwa hiyo ni mwenyeji, ninao uzoefu mkubwa, lakini vile vile chama kimeweza kunipa ridhaa tena kwa hii miaka 5 ili niendelee kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata hii ya Gangilonga. Sasa kwa yale ambayo Comrade Ngwada ameyazungumza hapa, kwa kweli nikianza kurudia niseme hayo ndio yaliyofanyika kwenye kata ya Gangilonga, lakini kuna machache tu. Ndugu zangu wana chama na viongozi mliopo hapa, kwa maslahi ya muda
nitakwenda kuyaongezea yale ambayo ameacha kidogo. Ndugu zangu, nilipopata ridhaa ya miaka 5 ya kuweza kuwa mheshimiwa diwani, na bahati nzuri niliweza kuhudumu kama naibu mstahiki meya nikimsaidia huyu ndugu yangu Comrade Ngwada kama naibu meya kwa miaka 2. Lakini vile vile katibu ameeleza kwamba ni zao la umoja wa vijana. Ni kweli, nimeshakuwa mjumbe mpaka mkutano mkuu wa vijana taifa, mkutano mkuu wa vijana taifa 2017 ndio nilikuwa kiongozi kwa nafasi hiyo. Lakini nimeshahudumu nafasi mbalimbali kwenye ndani ya Chama cha Mapinduzi, ikiwemo katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Gangilonga. Kwa hiyo huko kwenye chama mimi ni mwenyeji sana. Kwenye chama huku ni mwenyeji sana, na nimeanzia huko umoja wa vijana. Nimeshakuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa kata, nimeshakuwa mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya vijana ya wilaya ya Iringa mjini. Kipindi hicho Comrade Ngwada akiwa mwenyekiti, mimi nimekuwa mjumbe. Lakini vile vile mjumbe wa mkutano mkuu wa vijana wa mkoa. Kwa hiyo kakaangu Fadhili Ngajilo wakati anagombea, mimi nilikuwa ni mjumbe wake. Tulienda kufanya uchaguzi huo Njombe, mimi nikiwa mjumbe. Kwa hiyo kuna namna fulani namfahamu vizuri kakaangu Fadhili Ngajilo, kwa sababu tumeweza kushirikiana naye. Wakati yeye yuko umoja wa vijana kama mwenyekiti wa mkoa, mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa kata ya Gangilonga, nafasi ambayo ilinipa nafasi ya kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa vijana wa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kakaangu Fadhili tunafahamiana naye vizuri kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tumefanya kazi kwenye chama, na natumai sasa tutakwenda kufanya naye kazi vizuri upande wa serikali. CCM oye! Basi kwa yale machache ambayo yamezungumzwa na ndugu yangu Comrade Ngwada, na mimi naomba niongezee. Kuna mambo mengine yameweza kufanyika kwenye shule yetu ya msingi ya Lugalo. Mheshimiwa, ndugu zangu wajumbe, kwenye shule ya msingi Lugalo ambayo iko pale jirani na shule ya msingi ya Wilolesi, pale tuliyakuta madarasa chakavu kweli kweli. Yale madarasa yalikuwa hayarekebishiki. Lakini hivi ninavyosema, mafundi wako pale site, tumeweza kupata jumla ya shilingi milioni 246 ziko pale, ambapo wanakwenda kujenga madarasa ya awali. Yanajengwa pale madarasa ya darasa la kwanza mpaka madarasa yako 4 yanajengwa jengo la utawala, yanajengwa matundu ya vyoo. Jumla ya shilingi milioni 246 ziko shule ya msingi Wilolesi. Pale shule ya msingi Wilolesi pembeni kuna shule inaitwa Lugalo. Shule ile ilikuwa hairekebishiki kwa kweli. Maji yalikuwa yanakatisha darasani. Kwa hiyo tulipokuja kama viongozi, tulipeleka hoja halmashauri, tukaona kuna kila sababu ya kwenda kuirekebisha shule ile. Kwa hiyo kuna jumla ya shilingi milioni 246 ziko site pale, na ninapozungumza hapa mafundi wanaendelea na ujenzi wa madarasa hayo. CCM oye! Lakini sambamba na hiyo, kwenye shule yetu ya sekondari ya Lugalo, ndugu zangu, tuliangalia, mimi nilikuwa napata usumbufu sana, kwa sababu ukiangalia kata yangu ya Gangilonga ni kata ambayo inalea halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa ujumla kwa idadi ya shule zilizopo ndani ya manispaa. Shule nyingi ziko ndani ya kata ya Gangilonga. Kwa hiyo inapofikia tunahitaji watoto kwenda sekondari, wengi walikuwa wananiomba nafasi kwenye shule ya sekondari ya Iringa Girls, shule ya wasichana. Kwa hiyo mara nyingi sana wazazi walikuwa wakinisumbua kweli kwamba bwana, tunaomba nafasi kwenye shule ya Iringa Girls. Sasa kwa kuzingatia hilo nikaona kuna kila umuhimu wa kuja na wazo la kuongeza mabweni kwenye shule ya sekondari ya Lugalo ili tuanze kuwachukua watoto wanaosoma day. Kwa hapa mpaka sasa ninapozungumza, ndugu zangu wana Gangilonga wenzangu, ni kwamba hapo kwenye shule ya sekondari ya Lugalo kuna bweni linajengwa kubwa. Mama Samia daktari ameweza kutuletea jumla ya shilingi milioni 130. Tumpigie makofi Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kuna ujenzi pale unaendelea,
na hata maagizo yangu na maagizo ya halmashauri ni kwamba mabweni yale yaanze kutumika kwa watoto wanaosoma O-level hususan wa kike. Kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 tuanze na watoto wa kike ili tuweze kuwatoa kwenye changamoto mbalimbali ambao wanatoka sehemu mbali, atakutana na vijana hapo. Tukasema ngoja tuanze na watoto wa kike. Kwa hiyo kuna bweni linajengwa pale na litakwenda kuchukua watoto wote wa kike wanaosoma kwenye shule yetu hii ya Lugalo kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Nadhani bali mnajua kwamba waliokuwa wanakaa pale bweni ni wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6. Lakini baada ya bweni hilo kukamilika, tutakwenda kuongeza watoto wa kidato cha kwanza mpaka cha 4. Umekosa nafasi Iringa Girls, basi utapata nafasi kwenye shule ya sekondari ya Lugalo. Lakini sambamba na hiyo, kuna taarifa zingine nimezipata jana tu kwamba kuna fedha nyingine imeongezeka pale. Kulikuwa kuna bweni ambalo tulianza kulijenga kwa nguvu ya wananchi, na bweni lile serikali imeweza kutupa jumla shilingi milioni 15 kwa ajili ya kwenda kuhakikisha tunaendelea kulikamilisha. Na bweni hilo litakapokamilika sasa, hilo bweni jingine ambalo serikali imetupa milioni 15 juzi hapa, tutakwenda kuwachukua na watoto wa kiume sasa. Tunachotaka sasa Gangilonga kwenye shule yetu ya Lugalo iwe shule ya boarding. Kwa sababu tumeona kabisa kuna kila sababu ya kuhakikisha tunaongeza ufaulu kwa watoto. Watoto wanapotoka mbali kwenda kuitafuta elimu, wanapokwenda na kurudi hapa katikati wanapitia changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tunakwenda kuongeza bweni hilo, endapo litakamilika litawachukua na watoto wa kiume wa O-level, hivyo kupelekea shule hiyo yote kuwa shule ya bweni. Na hilo wazo